Karibu tena katika chaneli yetu ya Hastenic Production. Usisahau kusubscribe kwa simulizi kali kama hizi hapa. Kijiji cha Kiga kilikuwa kimya isivyokuwa kawaida. Hakukuwa na sauti ya mbuzi, kuku, wala ukelele wa wazazi wakigombana au kucheka. Barabara za kijiji hicho zilijaa vumbi na mabaki ya vyombo vilivyovunjika. Waliosalia ni watoto toka wachanga hadi umri wa miaka 16. Mwaka mmoja uliopita, saa 7 usiku, radi kubwa ilipiga mlima uliopo karibu na kijiji, na mwanga mkali uliofuatia ukapelekea watu wazima wote kupotea ghafla. Walibebwa, wakapelekwa kwenye kijiji cha giza kiitwacho Kilimani, ambacho hakionekani kwa macho ya kawaida, bali kwa wale waliochaguliwa. Watoto walibaki, walidanganywa, waliambiwa wazazi wao waliwatoroka kwa sababu hawakuwapenda. Lakini ukweli ulikuwa wa kutisha zaidi. Watoto wa Kiga walikuwa wakitumikishwa na kundi la wachawi waliovaa mavazi meupe usiku na kujifunika nyuso zao kwa vumbi la mifupa ya binadamu. Walijiita wakalimani, wakala wa miungu waliotupwa. Waliwafanya watoto hao wachimbe mawe kutoka ardhini, kukusanya nyoka na kusoma maandiko ya kale ambayo hata wasingeweza kutamka. Kila mtoto aliwekewa alama ya moto shingoni, ishara ya umiliki. Watoto walifundishwa kutii au kufa, na waliokuwa wagumu walifanywa waangalizi wa uhai, walikufa lakini walifufuliwa kama watumishi wasio na roho. Wazazi waliotekwa waligeuzwa kuwa vikaragosi. Miili yao ya kawaida ilitunzwa, lakini akili zao zilifutwa na kuwekwa nguvu za giza. Kazi yao ilikuwa kulisha miti ya uchawi, kulia usiku na kuhifadhi roho za watoto waliotoroka. Kila usiku, watoto walilazimishwa kusali mbele ya kioo kikubwa kilichokuwa na picha ya kila mzazi. Mmoja waliitwa kusema, siku moja nitakuwa kama wao, mtumishi mwaminifu wa Kilimani. Lakini kulikuwa na mmoja, mtoto wa miaka 14 aliyeitwa Tunda. Tunda alikuwa kimya, lakini macho yake yalikuwa na moto wa kisasi. Alimkumbuka mama yake vizuri. Mama yake hakuweza kuondoka bila kupigania. Tunda alianza kuchora ramani ya njia ya kuelekea Kilimani. Aliweka kumbukumbu za maneno ya wachawi, akasikiliza kwa siri kila mkutano. Alijua kitu kimoja: wachawi walitegemea mmea mmoja pekee kwa nguvu zao, mtari wa mito uliopo katikati ya Kilimani. Mti huo ulikuwa ukitumia damu ya watoto kwa kila dua ya uchawi kufanikiwa. Usiku mmoja wa mwezi mwekundu, Tunda aliwaita watoto 5 waaminifu: Bahati, Musa, Rehema, Juma na Kalungu. Wakaapa pamoja, ikiwa tutakufa kwa heshima ya wazazi wetu. Walitoroka kijiji cha Kiga, wakapitia njia ya chini ya ardhi ambayo waliipata kwa msaada wa mtoto wa jini aliyeitwa Nguya. Nguya alijua njia zote, lakini aliwaonya, wasiwa damu wanasubiri. Mkiwa dhaifu, mtageuka kuwa wao. Walipofika Kilimani, walikuta wazazi wao wakiwa wamesimama kama sanamu, wakilia machozi ya damu. Wachawi walijua wamekuja. Mapambano yalipoanza, Tunda alikata mti wa miito kwa kisu kilichochomwa kwa damu ya kwanza ya mtoto aliyeuawa mwaka mmoja uliopita. Mti ulipoanguka, moto wa kijani ulilipuka na wachawi wote waligeuka kuwa majivu. Wazazi waliporudiwa na fahamu, hawakukumbuka chochote, lakini alama shingoni mwa watoto zilibaki. Walijenga upya kijiji cha Kiga, lakini walikubaliana siri hiyo itafichwa, wasije wachawi wa Kilimani wakarudi kwa nguvu mpya. Leo hii ukifika Kiga, utaona kijiji kizuri kilichojaa watoto mahiri, lakini wenye macho ya huzuni. Ukiuliza kuhusu kilichotokea, watajibu kwa pamoja, hii ni ardhi ya watoto waliowahi kutumikishwa, lakini tukajifunza kuwa mashujaa. Tafadhali mpenzi mtazamaji wetu wa channel ya Hastenic Production, usisahau kusubscribe ili uwe pamoja nasi kila tunapotoa simulizi mpya. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare pamoja nasi. Hastenic Production.